Na mtazamaji, katika tukio kubwa jioni ya leo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila sasa amelazimika kukimbilia maisha yake baada ya kutaka kupigwa na kutukanwa na wananchi Dar es Salaam. Albert Chalamila mwenyewe kwa mdomo wake ametoa ushuhuda na kukiri jinsi tukio hilo zima lilikuwa na jinsi alivyoweza kunusurika kupigwa na kutukanwa. Na mtazamaji, nipo hapa kukupa taarifa au ripoti hii yote, lakini kabla tusonge mbele, bonyeza alama like kisha subscribe, alafu niambie unanisikiliza na kunitazama ukiwa wapi. Kama upo nje nchini niambie uko taifa gani, na vile kama upo humu Tanzania niambie unanisikiliza na kunipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Mtazamaji, hali ilizidi kuwa mbaya katika jiji la Dar es Salaam, huku kiongozi wa mkoa akikabiliana na umati wa watu wenye hasira ambao ulionekana kuwa tayari kukabiliana naye kimwili, hali iliyomlazimu aondoke kwa usalama wake, huku hali ya wasiwasi ikiongezeka na sauti pia zikiongezeka eneo lote la tukio. Taarifa ambazo zimesambaa sana mtandaoni na ambazo zinadaiwa kutolewa na Albert Chalamila mwenyewe zilionyesha wananchi wakionyesha hasira inayoonekana kwa mkuu wa mkoa Albert Chalamila, huku baadhi ya watu wakipiga kelele, wengine wakirusha matusi, wengine wakitaka kumtukana au hata kumpiga, na hali ya hewa kugeuka kuwa chuki ndani ya muda mfupi. Tukio hilo liliibua mjadala wa hadhara mara moja na kuibua maswali kuhusu uhusiano kati ya viongozi na wananchi na jinsi kutoelewana kunavyoshughulikiwa katika maeneo ya umma. Baadaye mwenyewe Albert Chalamila hakuficha, alizungumzia hali hiyo hadharani na kuthibitisha kuwa ni kweli tukio hilo limetokea, huku akikiri kuwa ni kubwa na halipaswi kupuuzwa au kujirejelea. Alieleza kuwa viongozi ni lazima wawe tayari kuwasikiliza wananchi na kuelewa kero zao, lakini pia alisisitiza kuwa malalamiko yanapaswa kutolewa kwa amani na heshima badala ya vitisho au tabia ya fujo. Kauli yake ililenga kudumisha utulivu, huku akitambua hali ya kufadhaika iliyosababisha makabiliano hayo. Kwa mujibu wa maelezo yake, mvutano huo umeongezeka kutokana na wananchi kutoridhishwa na masuala mbalimbali ya kijamii na kiuchumi yanayohusu maisha ya kila siku ya wananchi wa Tanzania, jambo ambalo lilizua hisia kwa baadhi ya wananchi. Aliweka wazi kuwa anaelewa changamoto zinazowakabili watu na wala hakutupilia mbali kero zao, lakini alionya kuwa kutumia nguvu au vitisho hakuwezi kuleta ufumbuzi wa kweli. Alisisitiza kuwa mazungumzo yenye kujenga ndiyo njia pekee yenye ufanisi mbele. Aliendelea kwa kueleza kuwa serikali sasa ipo tayari kwa ajili ya kuwatumikia wananchi na kwamba viongozi wanatarajiwa kusikiliza na kujibu kero za wananchi kabla wakasirike na kutaka kupiga viongozi, lakini pia mawasiliano lazima yaendeshwe ndani ya mipaka ya heshima na sheria. Alisisitiza kwamba kuheshimiana kati ya viongozi na wananchi ni muhimu ili maendeleo yoyote ya maana yafanyike. Ujumbe wake ulionyesha hitaji la usawa kati ya uhuru wa kujieleza na kudumisha utulivu wa umma. Sambamba na hayo, alieleza kuwa uongozi wa mkoa umekuwa ukichukua hatua za kuboresha hali ya maisha ya wananchi na hivyo hawapaswi kukasirika au kumtukana, ikiwa ni pamoja na kuimarisha huduma za afya, mifumo ya elimu na maendeleo ya miundombinu. Alieleza kuwa mipango hiyo inaendelea na inalenga kutatua mambo mengi ambayo yamesababisha kutoridhika kwa wananchi. Aliwahimiza wananchi kutumia njia rasmi kuwasilisha malalamiko yao ili yaweze kufanywa kazi kwa ufanisi na sio kwa kupigana au kwa kuleta vurugu na matusi. Hata hivyo, maoni ya wananchi kuhusu tukio hilo yalibakia kugawanyika, huku baadhi ya watu wakiunga mkono wananchi na kusema kuwa hasira hiyo iliakisi mapambano halisi wanayokabiliana nayo watu wa kawaida, huku wengine wakikemea tabia hiyo ya uchokozi na kusisitiza kuwa vitendo hivyo haviwezi kuhalalishwa kwa hali yoyote ile. Mgawanyiko huu ulionyesha kuwa suala hilo lilienea zaidi ya tukio lenyewe na lilionyesha wasiwasi zaidi kuhusu utawala, uwajibikaji na ushirikishwaji wa umma. Kwa mtazamo mpana, tukio hilo lilidhihirisha umuhimu wa kuwepo kwa mawasiliano madhubuti kati ya viongozi na wananchi, pamoja na hatari zinazojitokeza pale hali ya kukatisha tamaa isipopatiwa ufumbuzi mapema. Ilionyesha jinsi mvutano unavyoweza kuongezeka haraka kati ya wananchi na viongozi wao wakati watu wanahisi kutosikilizwa, na jinsi hali zinavyoweza kuhama kwa urahisi kutoka mazungumzo hadi makabiliano. Pia ilionyesha athari za mitandao ya kijamii, kwani kuenea kwa habari hizo kulileta umakini wa kitaifa kwa jambo ambalo lingebaki kuwa suala la kawaida. Albert Chalamila pia aliwahutubia vijana moja kwa moja leo, akiwataka kutoshawishiwa na hasira au shinikizo la kujihusisha na vitendo vya ugomvi vinavyoweza kuwadhuru wao au wengine. Alisisitiza matokeo ya muda mrefu ya tabia hiyo na kuhimiza ushiriki wa kuwajibika katika masuala ya kiraia. Ujumbe wake ulilenga kuelekeza nguvu kwenye ushiriki wenye kujenga badala ya migogoro na vita pamoja na matusi.
binafsi. Alimalizia kwa kutoa wito wa utulivu, umoja na ushirikiano kati ya wananchi na uongozi wao, akisisitiza kuwa maendeleo yanategemea utulivu na uwajibikaji wa pamoja. Alikariri kuwa maendeleo yanahitaji pande zote mbili kufanya kazi pamoja na kwamba mashirikiano ya amani ni muhimu ili kutatua changamoto ipasavyo. Matamshi yake yalionyesha jaribio la kurejesha imani na kupunguza mvutano kufuatia tukio hilo. Mtazamaji, mwishowe tukio hilo hatimaye lilikuwa ni ukumbusho wa changamoto zilizojitokeza katika kusimamia matarajio ya umma wa Dar es Salaam na kudumisha uaminifu kati ya viongozi na wananchi. Ilionyesha kwamba uongozi hujaribiwa sio tu wakati wa vipindi thabiti, lakini pia wakati wa shinikizo na makabiliano. Pia ilisisitiza kuwa uaminifu wa umma unategemea mwitikio kutoka kwa viongozi na kujieleza kwa uwajibikaji kutoka kwa wananchi. Katika muktadha mpana zaidi, hali hiyo ilizua maswali yanayoendelea kuhusu iwapo njia za mawasiliano zilikuwa na ufanisi, iwapo wananchi walihisi kusikilizwa kabla ya mivutano kuongezeka, na iwapo uongozi ulisalia kushikamana kwa karibu na hali halisi inayowakabili umma. Maswali haya yanasalia kuwa msingi wa kuelewa umuhimu wa tukio na kile kinachowakilisha kwa siku zijazo. Matukio ya Dar es Salaam hayakuishia katika vurugu au matusi zilizothibitishwa, lakini mvutano uliopatikana wakati huo uliacha hisia kali. Ilionyesha mienendo ya sasa kati ya kufadhaika kwa umma na mwitikio wa uongozi, ikionyesha kuwa pande zote mbili zina jukumu katika kuunda matokeo. Hali ilisalia kuwa ishara wazi kwamba ushiriki, uaminifu na mawasiliano ni muhimu katika kuzuia matukio kama haya katika siku zijazo. Jumla, tukio hilo halikuwa tu kuhusu mzozo mmoja, bali kuhusu uhusiano mpana kati ya uongozi na jamii. Iliangazia hitaji la mazungumzo ya wazi, kuheshimiana na kujitolea kutatua changamoto kwa njia za amani na halali. Mtazamaji, sasa hivi Albert Chalamila ameshangaza wengi kwa kutoficha tukio hilo na kulisema yeye binafsi kwa kutoa ushuhuda yeye mwenyewe jinsi alivyotaka kupigwa na wakazi au wananchi wa Dar es Salaam, Tanzania, ambao walikuwa na hasira wakimrushia matusi na hata karibu iweze kugeuka magombano ya kimwili. Vile mtazamaji, yote haya sasa hivi yanaonyesha maana kubwa ya kwamba wananchi wamechoka na sasa wanataka utendakazi. Mtazamaji, yote haya tukimalizia taarifa hizi linaacha swali kubwa ambalo nataka unijibu wewe hapo upande wa comment section. Je, unadhani viongozi wa serikali hii ya Samia Suluhu ya CCM wanafanya kila kitu, ama je unadhani ni nini haswa muda mwingine inapelekea mpaka wananchi wanawakasirikia na kuwagomea viongozi wao, karibu kuwatukana na hata kuwapiga? Na kuacha uwanja huo wa comment section unijuze maoni yako. Vile kumbuka kushare video hii kwa magroup ya WhatsApp na mahali pengine, ili watu zaidi waweze kupata taarifa hizi humo nchini na nje ya nchi. Vile mtazamaji, kumbuka kulike video hii kisha subscribe. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu, vile itakuwa umetusaidia kwa sana. Alafu mtazamaji, ni kukumbushe tu, ukibonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya zinazojiri na kuchipuka sasa hivi nchini.